Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Katika kipindi kilichotangulia tuliweza kueleza kwa ufupi ni kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia baadhi ya maneno ndani ya Qur'ani tukufu, lakini maneno yale yakawa yanaguzi ya kwamba wingi wa watu ambao tunaweza kuishi nao katika jamii sio sababu ya kuonekana kwamba sisi ni wenye kufaulu, au jamii ambayo tunaishi nayo. Mfano, tukitoa mfano mzuri katika misikiti yetu, tunao watu wengi katika misikiti, lakini swali la kujiuliza, wingi wa watu ndiyo sababu ya kana kwamba ndo itaweza kuwafanya waingie katika janna? Jawabu ni kwamba sio sababu ya kuwafanya watu wale wawe ni wenye kufaulu. Hii ndiyo ilikuwa nukta yetu ya mwisho. Na leo Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotumia maneno kama akthara nas, kwamba wingi wa watu. Anasema huyu mwanazuoni aliyekuwa akinukuu maneno haya akielezea kwamba Mwenyezi Mungu alivyokuwa akimalizia aya zake anasema wa aktharuhum la ya'lamun. Haya yote ni Mwenyezi Mungu ameweza kuyataja ndani ya Qur'ani. Sasa mwanazuoni huyu anasema hivi kwamba watu ambao tunaishi nao sio sababu ya kuwafanya wawe ni wenye kufaulu. Kwa hiyo yawezekana tukawa ni watu wengi lakini hatuna nini? Hatuna akili. Yawezekana tukawa ni watu wengi lakini hatufanyeji? Hatushukuru mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini yawezekana tukawa ni watu wengi, grupu la watu likawa ni watu ambao wameweza kuingia katika moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake watu wale wakawa wamekufuru, na tukaona mifano ambayo Mwenyezi Mungu ametumia ndani ya Qur'ani kwamba yawezekana wingi wa watu wakawa ni wenye kukufuru. Dalili za Mwenyezi Mungu. Tuhame katika mada hii, tuingie katika neno jingine ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliloweza kulitoa. Anasema aktharahum. Neno aktharahum limetajwa katika Qur'an katika aya mbalimbali, lakini baada ya hilo neno utakuta mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analitumia, anasema aktharahum, kwamba watu wengi ni wajinga, aktharahum mu'ridun, lakini watu wanafanya mambo ya kipuuzi, mambo ambayo hayaeleweki hata ukimwambia mtu fulani. Lakini watu wengi ni mafasik, utawakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja. Kwa sababu kwamba wingi wa watu, yawezekana ulione kundi fulani ambalo wewe watarajia kwamba wingi wa watu huu au msikiti fulani una watu wengi, ikawa ndiyo sababu kwamba wameweza kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu. Sio kweli. Kwa hiyo jambo hili sio kweli, tuondoshe katika akili zetu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatupa mifano ya kwamba wingi wa watu sio sababu ya kufaulu. Turejee sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bwana Mtume anasema hadithi mashuhuri sana, amwambia Ammar ibn Yasir ya kwamba ewe Ammar, utakapomuona Ali ibn Abi Talib amepita njia fulani, lakini grupu la watu wengi wakawa wameenda njia yao ambao wanaiona wao, wewe fatana. Kwa hii ni njia mojawapo ya kutambua kwamba wingi wa watu sio sababu ya kwamba wao wanaweza wote wakaingia katika janna. Kwa nini Bwana Mtume amwambia Ammar maneno haya? Kwa sababu yawezekana grupu la watu likajiona limefaulu, kumbe wakati huo ndo mwanzo wa kufeli. Mwenyezi Mungu ni mifano mingapi anatolea ndani ya Qur'ani kwamba walikuwa ni watu wengi katika vita. Kuna makundi mangapi ambayo tunayaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbali na kuwa ni wengi, lakini bado kundi la watu wachache limekuja kuwapiga watu waliokuwa ni wengi. Kwa hiyo yawezekana katika jambo hili tukawajiona kwamba ni watu ambao tumefaulu, kumbe sote tukawa ni wenye kuingizwa katika moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mwana falsafa huyu, mwanazuoni huyu aendelea kunukuu, anasema fakun anta minal qalil, basi wewe usifuatane na lile grupu la watu, kuwa katika wale watu wachache. Wewe achana na wale watu wengi. Fakun minal qalil, kuwa katika watu wachache. Alladhina qala Allahu Ta'ala, wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasema wa qalilun min ibadi yashkur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema watu hawa, kuna watu wachache katika grupu la wengi. Watu wachache ndio wenye kushukuru aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika aya nyingine
wama amana ma'ahu illa qalil. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wama amana ma'ahu illa qalil. Anaendelea kusema, anasema thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Katika jambo hili insha Allah tuombe Mwenyezi Mungu katika darasa ijayo tutaweza kuelezea. Na hapa kuna kisa ndugu zangu watukufu wa Kiislamu pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema wama amana ma'ahu illa qalil. Hawakuamini isipokuwa grupu la watu wachache tu ndio walioweza kumwamini. Na hapa ndugu zanguni tuelezee kwa ufupi tukio linalokuja, lengo na madhumuni tutakuwa tunachunga sana katika aya hii. Ni kisa gani ambacho kimeweza kutajwa? Inshallah tutaweza kusimama na kisa cha Nabiiullah Nuhu alayhi salam kama alivyoweza kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an. Nabiiullah Nuhu tunamtambua kwamba ni katika manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya Nabiiullah Idrisa akaingia Nabiiullah Nuhu. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtoa mfano Nabiiullah Nuhu alayhi salam? Lakini baada ya hapo tunayakuta maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama afananisha watu wa Nabiiullah Nuhu alayhi salam kwa kutuambia ya kwamba inama mathalu ahli baiti fikum kamathali safinati Nuh, man dakhalaha naja wa man takhallafa anha gharqa wa hawa. Kwamba hakika mfano wa watu wa nyumbani kwangu, tunatambua kwamba watu wa nyumbani ya bwana mtume Muhammad walikuwa ni watu wachache, sio watu wengi. Sasa anasema watu wale, watu wa nyumbani kwa mtume ni sawa na watu wa Nabiiullah. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufuatilia madarasa kama hizi, tutajua ni kwa nini bwana mtume alisema maneno haya au alifananisha watu wa nyumbani kwake pamoja na watu wa Nabiiullah Nuhu pamoja na jahazi la Nabiiullah Nuhu alayhi salam. Kwa nini amewafananisha watu hawa? Inshallah Allah alauna wa tawfika lima yuhibbu wa yardahu innahu waliyyu tawfik walhamdulillahi rabbil alamin.